الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا ومرشدنا وشيخنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته غر الميامين. أخوة الإيمان والإسلام، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الفوز لمن اتقى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إلهي يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إلهي قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. إلهي إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود بالعاصين بالكرم. وبعد. Ndugu zangu wa Kiislamu, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada na rehma zimwendee kipenzi chetu na kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama awali ya yote na kuhusieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo yaliyokuwa bora ambapo waja wema wanajifakharisha nayo na ndiyo madhumuni, basi ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wala si vinginevyo. Wana hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameshakwisha kutueleza na kutufahamisha kuhusiana na ubora na fadhila za wale ambao kwamba wanamcha yeye. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal muttaqina fi jannatin na'im, na aya nyingine akasema, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika ya wale waliomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi hao watakuwa peponi katika neema mbalimbali, watakuwa wenye kuneemeshwa, watakuwa katika mito ya maziwa, ya asali, ya kila aina ya vile vitu vya starehe ambavyo kwamba binadamu akipatiwa hivyo, basi roho yake hutulia na husuhuzika. Ama tukiingia katika khutba, ama anwani ya khutba yetu hii ya leo itazungumzia kuhusiana na sanai'il ma'rufi taqi masari'a su'a. Khutba yetu hii ya leo itaelezea kuhusiana na tabia ya kufanya wema, sanai'il ma'rufi taqi masari'a su'a, kwamba mtu akiwa na tabia ya kufanya mambo yaliyokuwa mema, yaliyokuwa mazuri, basi mtu huyo itakuwa ni kama ngao kwake yeye na itamkinga juu ya mwisho uliokuwa mbaya. Hutuba iliyopita tulielezeana kuhusiana na kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, namna ilivyokuwa historia kati yake na Firauni la'natullahi alayhi, vipi ilikuwa. Sasa siku ya leo katika hutuba yetu kuhusiana na tabia kufanya wema, mtu hatakuwa na mwisho mbaya,
tutamuelezea Nabii Allah Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Vipi Yunus alikuwa, tutaelezeana kuhusiana vipi mtu aliyekuwa anafanya mambo yaliyokuwa ya kheri na yaliyokuwa mema, basi hatapewa mwisho uliokuwa mbaya. Lakini ma'al asafi shadid, kwa masikitiko yaliyokuwa makubwa hivi leo, watu hatufanyi mambo yaliyokuwa mazuri ikisha tunahitaji mwisho uliokuwa mzuri. Na tunapozungumzia mwisho, si tu ile siku ya kufa, la, si hivyo, bali pale mtu anapofika hatua kwamba hakuna mwanadamu wa kumsaidia isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hilo ndio tunalolizungumzia. Tayari mtu ushahangaika ulivyohangaika, ushamuasi Allah ulivyomuasi. Sasa imefika hatua, baada ya zile neema alizokushakupa wewe, huwezi tena ufanye yale mambo yako uliokuwa ukifanya binafsi yako. Sasa vipi unakuwa huo mwisho wako? Utarudi kwake Allah ama utaenda kwa wale ambao kwamba hawatakunufaisha wewe? Siku ya leo ndio tutazungumzia hili. Tuanze na aya zake Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia kuhusiana na Yunus ibn Matta. Huyo alikuwa Yunus ni miongoni mwa mitume, katika ile mitume iliyotumilizwa na Allah kuja kuwahusia watu na kuwaonya watu na kuwaeleza kuhusiana na dalili mbalimbali na aya mbalimbali, lakini juu ya uwepo wa Allah, basi Yunus ni miongoni mwa hao. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa historia. Sasa tokeni pamoja nami twende katika historia hii ambayo Allah anatueleza katika suratu Safat. Allah anaanza kwa kusema wa inna Yunus laminal mursalin, na kwa hakika hii ni wa inna ni harfu tawkidi. Walimu zangu wataelewa maana yake. Yani inamaanisha wala hakuna tofauti, hakuna la kupinga. Wa inna Yunus laminal mursalin, na kwa hakika Yunus alikuwa ni miongoni mwa waliotumilizwa waende katika kaumi fulani wakawaonye na wape dalili za Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus alipofika katika kaumu yake akawa anawalingania wale watu wake. Baada ya kuwalingania, ikafika hatua wale watu wake ikawa si wenye kumuitikia ule wito aliokuja nao Yunus. Sasa Yunus akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba waambie hawa watu wako tunawapa siku 3. Baada ya kuisha hizi siku 3 tutaleta adhabu iliyokuwa mbaya juu yao. Basi Yunus akawaambia watu wake, enyi watu wangu, hakika mnapewa siku 3. Baada ya kuisha siku hizi 3, basi Allah atashusha amri yake, atashusha adhabu yake. Sasa njoeni kwa Allah. Ikawa wale watu bado wanapinga, hawakubaliani na yale mambo ambayo kwamba Yunus anawaitia kwayo. Sasa siku ya kwanza ilipofika, zikaanza kuonekana zile dalili kwamba jamani, si muda adhabu ya Allah itashuka. Sasa Yunus baada ya kuona jambo hilo akasema hapana, dalili zishaanza kuonekana ambazo Allah amezisema, sasa mimi hapa wacha nikimbie. Akaondoka pasi na kusubiri maelekezo, pasi na kusubiri zile instructions ambazo kwamba Allah atampa ule muongozo. Subiri Yunus, kama walivyopewa mitume wenzio kina Muhammad na wale wengineo, basi kama alivyopewa Musa,
aambiwe Musa, sasa chukua watu wako nendeni baharini muondoke. Yunus hakusubiri hilo. Baada ya kuona zile dalili akasema, sasa huu ni muda wa kuwakimbia watu wangu. Ndio Allah anasema, wa inna yunusa lamina almursalin idh abaqa ila alfulki almashhun. Mwangalieni Yunus katika habari zake, Allah anatueleza alipokimbilia baada ya kuona dalili zimefika, akaenda akaabiri jahazi ambalo lililosheheni mizigo iliyokuwa mingi, watu walikuwa safarini. Akaenda akaliabiri jahazi hili, akaenda akapanda. Basi baada ya kuondoka Yunus, huku watu wake wakaanza kuona zile dalili. Jamani, mambo aliyosema Yunus yamekaribia, tufanyeje? Wale watu wakasema, jamani, turudie kwa Mungu, sababu dalili zinaonekana, turudini kwa Mungu. Yunus kashawakimbia watu wake. Allah anasema, fasahama fakana minal mudhadhin. Ikafika hatua lile jahazi likataka kwenda mrama, mizigo imesheheni, iko mingi. Sasa watu wakaanza kutupa ile mizigo yao, kuanza kupunguza ili jahazi liende sawa. Bado jahazi likawa linasuasua. Wakasema, jamani, kwa hapa tulipofikia tupige kura. Hakuna mtu ambaye kwamba ataweza mwenyewe binafsi kujitosa humu baharini. Sasa tupige kura, yule ambaye kura itadondoka kwake, basi huyo tutampunguza, tutamwacha, sie tutaendelea na safari yetu. Basi Allah anasema, fasahama fakana minal munhadhin. Yunus akaingia miongoni mwa wale waliopiga kura. Kura ya kwanza ikadondoka kwa Yunus. Ukasema, jamani, hapana, huyu ni mtume, huyu anajisemea hivyo, tupige mara ya pili. Upige mara ya pili ikadondoka kwa Yunus, ikapigwa mara ya tatu ikadondoka kwa Yunus. Yunus akasema, jamani, kama mlivyoona, fasahama fakana minal mudhadhin. Akapiga kura, akawa ni miongoni mwa wale kura iliyowashukia, fakana minal mudhadhin, akawa katika wale walioshindwa. Akasema, jamani, nitaenda mwenye baharini. Kama kura tayari mara tatu zishapigwa na zote zimedondoka kwangu mimi, basi wacheni, nitajitosa mwenye. Yunus akaingia baharini, kawakimbia watu wake bila kusubiri amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie vipi wema wa mtu anaofanya unampelekea kutopata mwisho mbaya pale anapopata matatizo. Allah kaendelea akasema, faltaqamahu alhut wa huwa mulim, akamezwa na samaki chewa. Alhutu ni samaki chewa, wa huwa mulim, hali ya kuwa Yunus analaumiwa, kwa nini umewakimbia watu wako ewe Yunus, hujasubiri amri ya Allah. Yunus alivyodondoka katika ile bahari akamezwa na samaki chewa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kusha kutuonesha ya kwamba Yunus tayari ameshawakimbia watu wake na zile siku tatu tayari zishaanza kuingia, watu wa Yunus wakasema, jamani, turudini kwa Allah, mtume wetu kashaondoka, turudi kwa Allah, hakika tumefanya makosa, turudini kwa Allah. Basi wanasema ulama utarikh, wale watu wa Yunus mpaka wanyama wao walikuwa wakimlilia Allah, wakiomba msamaha, wakimwambia, ewe Allah, kweli tumekukosea, hebu tusamehe ewe Allah. Tayari mtume wao kashawakimbia. Basi ikawa watoto, wanawake na wanyama wao pia wanamwomba Allah msamaha, Allah akawasamehe. Ndio Allah anasema, falaula qaryatun amanu fanafa'aha fi imanuha illa qauma Yunus, lau pangelikuwa na kijiji ama mji ama kaumu ya watu fulani walioamini, ikisha ikawafaa ile imani yao, basi hakuna watu hao isipokuwa watu wa Yunus. Lamma walipomrudia Allah kwa wale walioyafanya, basi Allah anasema, tukawaondoshea ile adhabu yetu yenye kufedhehesha, adhabu iliyokuwa nzito tukawaondoshea. Sasa Yunus yupo ndani ya viza vitatu. Kiza cha kwanza ni kiza cha bahari, kiza cha pili ni kiza cha samaki chewa, yupo ndani ya tumbo la samaki chewa, ikisha kiza cha tatu ni kiza cha usiku ule bahari. Allah anasema, falaula annahu kana min almusabbihin. Bahati iliyoje lau huyu Yunus,
lau huyo Yunus asingekuwa miongoni mwa wale watu ambao kwamba wanamkumbuka Allah na kumtakasa, basi la labitha fi batnihi ila yaumiddin, angelikaa katika tumbo la samaki chewa mpaka siku ya Kiyama. Ingelikuwa hivi leo tunazungumza, Yunus yupo katika tumbo la samaki chewa, lakini kwa nini? Annahu kana minal musabbihin, hakika yake alikuwa ni miongoni mwa watu wa kumkumbuka Allah. Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, namna alivyokuwa katika uhai wake ilikuwa kila akikaa anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah anasema lau asingelikuwa miongoni mwa wale wanaotukumbuka Yunus, angelikaa katika tumbo la samaki yule. Ilikuwaje? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah anatueleza kuhusiana na Yunus, anasema wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi, na tunawakumbusha kuhusiana na Dhannuni, yani Yunus alipoondoka kwa hasira kwamba watu wangu hawanikubali, ikisha akatoswa baharini, akadhani kana kwamba hatutompa ziki, hatutompa misukosuko, lakini fanada fi dhulumati, akanadi wakati yupo katika kile kiza cha samaki chewa, akanadi na kutuita, anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Alisema maneno gani Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, wala hapana mwenye kuabudiwa isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu. Subhanaka, kutakatana mawi, umetakasika na kila aibu, umetakasika na kila sifa zilizokuwa mbaya. Inni kuntu minadh dhalimin, hakika yangu mimi nilikuwa ni miongoni mwa wale waliozidhulumu nafsi zao. Yunus baada ya kusema hayo katika tumbo la samaki chewa, kitu gani kilijiri? Je, Mungu aliitikia yale maombi aliyomuita Yunus? Na tayari amekwisha kutuambia ya kwamba Yunus alikuwa ni miongoni mwa watu wenye kumtaja. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ud'u rabbakum wa antum muqinun bil ijaba. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. Naam, ndugu zangu, kwa mara nyingine tena na kuhusieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari Yunus yupo katika tumbo la samaki chewa, hana mwingine wa kumuomba. Kana kwamba hivi leo tuchukulie mfano, wewe upo ndani chumbani, alafu umepatwa na tatizo, hauna kumwelekea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi chukulia picha hiyo, utakuwa katika hali gani? Ndiyo Yunus yupo katika tumbo la samaki chewa. Allah anasema sasa Yunus alipokuwa katika tumbo la samaki chewa, fanada fi dhulumati, bado aliendelea na taratibu yake ile ile, ambapo Allah anasema alipokuwa Yunus yuko hai katika maisha ya kiulimwengu,
kabla hajaingizwa katika tumbo la samaki chewa alikuwa ni miongoni mwa watu wa kututaja. Lakini si hivyo tu, fanada fi dhulumati kadhalika, akaja akatuita, akanadi katika kile kiza vile vile, akawa bado anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Sanai'il ma'ruf taqi masari'a su'a, tabia ya kufanya wema haimpi mtu mwisho mbaya. Lazima Allah atakupa makharaja, atakupa pahali pa kutokea pale unapopatwa na tatizo. Ikiwa ni historia yako kufanya mambo yaliyokuwa mazuri, basi Allah atakupa njia na atakuoneshea njia hiyo, pita huku. Ndio Yunus Allah anatueleza, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nimewakimbia watu wangu, hakika yangu ni miongoni mwa watu waliozidhulumu nafsi zao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lahu wa najjayna min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Yunus alipotuita wakati yupo katika tumbo la samaki chewa, fastajabna lahu, tukampa majibu, tukamuitikia yale aliyotuomba, ikisha tukamuondoshia yale matatizo aliyokuwa nayo, ile kero aliyokuwa nayo. Lakini si hivyo tu, mambo hayo hatufanyi kwa Yunus, la, wakadhalika nunjil mu'minin, Allahumma ja'alna minhum. Lakini hivyo hivyo tunawaondosha wale waliokuwa katika matatizo, pia waumini pia tunawaondosha katika hali hiyo. Ikiwa wapo katika matatizo na kero na misukosuko, wakatukumbuka sisi, basi tutawaondosha katika yale matatizo na zile kero walizokuwa nazo. Allah tujalie tuwe ni miongoni mwao. Haya yote yalipatikana kwa Yunus kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye kufanya mambo yaliyokuwa ya kheri. Alikuwa ni mtu ambaye kwamba akifanya mambo yaliyokuwa mazuri. Hebu tumwangalie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumwangalie akhu Yunus, kaka yake Yunus, huyu mtume wetu, wakati ambao kwamba bwana mtume Muhammad yupo katika gharul Hira, aliposhukiwa na Jibril alayhi salam na kumwambia Muhammad iqra, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yakatokea lenye kutokea, akarudi kwa mke wake kipenzi Bi Khadija radhiyallahu anha, akawa anamwambia Bi Khadija, zammiluni zammiluni. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipatwa na tatizo, akafika nyumbani kwa mke wake, anamwambia nifunikeni nifunikeni, zammiluni, anamwambia Bi Khadija. Bi Khadija anamuuliza, una nini wewe Muhammad? Una nini mpaka unieleze mambo haya, imekuwaje? Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, siku hii ya leo nimepata kukiona kiumbe sijawahipo kukiona kiumbe hicho. Anasema nilikuwa katika pango nafanya ibada zangu, mara akanishukia kiumbe. Yule kiumbe akabana hizi mbavu zangu, akaniambia iqra ya Muhammad, soma ewe Muhammad. Nikamwambia ma ana biqadi, sikuwa mimi msomi, nisome kitu gani? Akaniachia, akanibana tena, akaniambia iqra ya Muhammad mpaka mara ya tatu. Nikamwambia ma ana biqadi, sikuwa mimi msomi. Alivyoniachia akaniambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sasa alivyoniachia anaondoka pale, ikawa na hisi baridi kutokana na kile kiumbe nilipokiona, kana kwamba wewe hapo ulipo vile vile, mfano upo chumbani, ikisha ukasikia sauti tu ya kiumbe ikawa nakuita jina lako, lazima utachanganyikiwa, si hali ya kawaida. Ndio Mtume Muhammad aliposhukiwa na Jibril, sasa anaenda kwa mke wake, anamwambia zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni. Sasa tuangalie sanai'il ma'rufi taqi masari'a su'a. Vipi mtu unapofanya fanya wema unakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba hawana mwisho mbaya pale wanapopata matatizo. Sasa Bi Khadija, angalia maneno aliyomwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na jambo hili, hadathul jalal, hili tukio lililokuwa kubwa waliloliandika katika vitabu vyao wanazuoni. Bi Khadija akamwambia, hebu tulia ya Muhammad, la yukhzika Allahu abadan, tulia ya Muhammad,
Allah hawezi akakufanyia khizaya wewe. Hivi unajiona hujui mambo unayoyafanya mpaka unakuwa na wasiwasi? Mbona unakuwa na wasiwasi Muhammad? Hebu tulia, tulia ewe Muhammad. Kwa nini unakuwa na wasiwasi? Unadhani huyu alikuwa ni kiumbe gani? Huyu ni kiumbe tu huyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqalat Khadija, akasema Khadija, kalla wallah, sivyo hivyo Muhammad, wewe huna tatizo wala si kiumbe cha ajabu hicho. Ma yukhzika Allahu abadan, akamueleza zile sifa zake. Kwa nini hawezi akapata khizaya kutoka kwa sheitani? Na ndivyo hivyo sifa hizo tukiwa nazo sisi, basi Allah atatujalia kila pale tunapopata matatizo tutakuwa na njia ya kutokea. Akamwambia jambo la kwanza, innaka latasilu rahim, hakika yako ya Muhammad una utamaduni, ndio ustaarabu wako kuunga koo. Kiona sehemu watu hawaelewani, basi unawafika pale unawapatanisha. Jamani, sivyo hivyo, weni jamii moja. Jamani, sivyo hivyo, haukatai ndugu wewe Muhammad. Lakini maal asafi shadid, vipi sisi hivi leo tunagombanisha? Tukiona watu hawaelewani ndio tunaenda pale tunatia misumari. Kweli hivyo. Sasa Muhammad anaeleza sifa zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hawezi kupata matatizo ya kishaitani wala kupata khizaya? Akaja akamweleza jambo la pili, akaja akamwambia watahmilul kalb, na hakika yako wewe unawapa mafukara, unawapa wajane, mayatimo. Kisha muona mtu anahitajio, basi unampa kile ulichokuwa nacho. Vipi Mungu akufedheheshe? Akamweleza jambo la tatu, wataksibul maadum, na hakika yako wewe Muhammad mambo yale mazuri mazuri yanapatikana kwako. Yani wewe ni mtu wa watu wakiwa wanahitaji mambo yao, basi wanarudi kwako, wanakueleza. Vipi Mungu akufanyia khizaya? Akamweleza jambo la nne, watuqri dhaif, lakini wewe Muhammad unawakirimu, unamwandaa yule mgeni ambaye kwamba amekujilia kwako. Ilifika hatua wanasema waliosema, ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukimuendea kwa shida yako, nikana kwamba vile anavyo react, vile anavyokuwa, nikana kwamba wewe ndio amekuja kukupa ama kukueleza jambo lake. Wewe si umeenda kuomba kitu kwa Mtume, vile Mtume anavyonyenyekea na anavyokuhudumia na anavyokupokea, nikana kwamba wewe ndio umefatwa na Mtume kuombwa. Akaja akamweleza Bi Khadija bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watuinu ala nawaibil haqi, na sehemu ambapo kwamba pana majanga, pana matatizo, pana mambo mazito, basi wewe Mtume Muhammad unakuwa mbele katika kutatua matatizo hayo kuhusiana na watu fulani. Vipi uweze kufedheheshwa na Mwenyezi Mungu? Sanai'il ma'ruf taqi masari'a su'i, kufanya yale mambo yaliyokuwa mema, basi inapelekea mtu kutokuwa na mwisho uliokuwa mbaya. Tayari sasa Yunus ameshamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah tayari anasema fastajabna lahu, tukamwitikia dua yake Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fanabadhnahu bil'arai wa huwa saqim, sisi tukampeleka tukaenda kumtupa ufukweni sehemu iliyokuwa tupu, ilhali Yunus yuko dhoful hali, amechoka kwa kile kiza alichokuwa ule ndani wa tumbo la samaki. Fanabadhnahu bil'arai wa huwa saqim, ikisha baada ya kumtupa katika fukwe ile, wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, ikisha tukampa ikramu zetu. Sasa tukamwoteshia pale mti aina ya munguni, mti aina ya mbarikhi, tukamwoteshea ule mti ambao kwamba atakula matunda yake na yale matawi yake atajihifadhi kwa kupata kivuli. Baada ya hapo, wa arsalnahu ila 100,000 au yazidun, tukamrudisha sasa Yunus, tukamtuma kwa watu 100,000 au zaidi, akaenda akawaonya watu wale. Na wanasema muadhikhina, Yunus alipotumwa kwa wale watu 100,000 wote walimwamini kwa yale ambayo kwamba aliyowaletea. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema tukawaacha katika muda fulani, kisha tukawaondosha. Ndugu zangu, hiki kisa kinatueleza kuhusiana na vipi yale mambo yaliyokuwa mema endapo tutafanya, basi Allah pale tunapopata matatizo
atatupa njia na atatupa pahali pa kutokea. Tumwombe Allah atujalie tuwe ni miongoni mwa hao. Tumwombe Allah atujalie tuwe ni miongoni mwa kumkumbuka yeye pale tunapopatwa na mitihani, lakini asitufanye tuwe ni miongoni mwa kuwafata wanadamu wenzetu na wale ambao kwamba hawana uwezo wa kututatulia zile shida zetu, ila yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia baraka za bwana mtume. Basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mafundisho aliyotupa, hapo tutapata faraja na hapo tutapata njia ya kutokea. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات فاقض عنا حاجتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.